Naibu Katibu Tahafe Muhammad Ali Mshangama itakapokuwa siku ya Jumapili, ambapo hapa katika ukumbi huu wa Lamada Jumapili ya tarehe 16, na si kama awali ilivyopangwa kwamba tarehe 15, bali ni Jumapili ya tarehe 16 tutakuwa na kongamano ambalo litakuwa linazungumzia masala tofauti ya mambo ya haji. Tunawaomba wafike katika kongamano letu hilo la Jumapili la tarehe 16 ili kupata maelekezo mbalimbali ambayo yatahusiana na masuala mazima ya haji ya mwaka huo. Yale ambayo yanayokwenda kuzungumzwa katika kongamano hili ni mambo makuu matatu. Swala la kwanza litazungumzwa utambulishwa na kujua watu wajue ibada ya hija ni nini, inafanyika vipi, inatekelezeka vipi kama vile ambavyo dini yetu imeamrisha au imeelekeza. Tutakuwa na mashekhe tofauti tofauti watakaokuja kuzungumza swala hili, lakini pia tutakuwa na jambo la pili au mada ya pili ambayo itazungumzia namna bora ya uwezeshaji au namna bora ya plani ya kuweza mtu kufikia kuweza kutekeleza ibada ya hija, kuweza kuzimudu ibada ya hija kwa kudunduliza taratibu, kwa kufanya taratibu tofauti za kuweza kumwezesha mtu mwenye kipato cha kawaida kuweza kufikia malengo ya kwenda hija, kuondoa ule mtazamo wa kwamba hija ni ya matajiri, bali hija anaweza kwenda mtu yoyote. Lakini je, kwa namna gani, kwa mifumo gani, taasisi zinatoa utaratibu gani, mabenki yanazungumza vipi? Lakini pia wataalamu wetu watatujulisha kuhusu hili. Swala la tatu litazungumzwa na idara kuu ambayo ni Bitha, ambayo ndio inashughulikia masuala ya hija kupitia serikali na Majlis al-A'la. Hili somo litakuja kutolewa namna gani taasisi na wale ambao wanaotaka kufanya ibada ya hija, njia za kutumia, mifumo, condition na standard zipi wapite katika mabadiliko ya kila mwaka yanayotakiwa yafuatwe, kuanzia kulipa mahema, kuanzia kulipa masuala ya location, namna gani ya madaktari wanatakiwa wawe. Zote hizi taratibu zote hizi zitakuja kuzungumzwa kama mada ya tatu. Kwa hiyo hizi ndio mada kuu ambazo zitazungumzwa katika kongamano hilo. Lakini pia nipende kusisitiza, tutakuwa na mashekhe Sheikh Taha Suleiman Bani, tutakuwa na mashekhe Sheikh Isa Othman ambaye anajulikana kama Mufti London, lakini tutakuwa na Sheikh Tahiri kutoka Bitha. Lakini pia tunatarajia biidhnillahi taala mlezi wetu ambaye ndiyo kiongozi wetu wa kiroho Sheikh Mufti Dr. Abubakar bin Zubair kuwepo kulisharifisha hili jambo, kwa maana kwamba tunawasikilizia Bitha ambao tumepeleka ombi hili. Inshallah Mungu ajalie itakapokuwa mufti amepata muda, kwa sababu ana mambo mengi, lakini jambo letu lipo kwake. Kwa hiyo ima atakuja yeye au atakuja mwakilishi wake. Tunasisitiza pia kwa maana kwamba tumeweka bei elekezi kwa wale ambao wanafanya ibada hizi au wanafanya utaratibu huu wa kuwapeleka watu katika masuala mazima ya hija, kwamba taasisi zisishuke kwa 6700 kutokana na gharama tarajiwa ambazo ndio Wizara ya Hija na wale wanaotoa huduma service provider wa kule Saudia wanaokwenda katika mabadiliko haya. Tutayajua zaidi katika kongamano letu hilo la kesho kutwa Jumapili ya tarehe 16. Tutakuwa na maonesho haya, kwa maana hizi taasisi ambazo zinapeleka watu haji zitakuwa na utaratibu wa kujitambulisha, kuonyesha huduma gani ambazo huwa wanatoa wakiwa kule Maka, lakini na huduma ambazo wanatoa hapa Dar es Salaam au hapa Tanzania kabla ya mahujaji kuondoka kwenda katika viwanja. Kwa hiyo watakujulisha fomu zetu ziko hivi, mashekhe wetu ni hawa, viongozi wetu ni hawa, tunatoa huduma hizi, tunagawa hichi kabla ya kwenda, tunatoa semina hizi. Haya maonyesho yatakuwa yapo nje katika kongamano hili. Baada ya kongamano tu utakuwa na maonyesho, kwa maana nje kutakuwa na mabanda, watu watakuja kupata taarifa za kila taasisi namna gani ambavyo wanataka kufanya au watafanya katika kutoa huduma hizi za hija. Haya ni mambo ambayo makuu ambayo tutakuwa tunakuja kuyazungumza katika siku hiyo ya kongamano. Shime alaikum viongozi, shime alaikum wale ambao vyombo vya habari, media tofauti ambazo leo mnapokea hapa, muwafikishie ili tuwe wengi, na tunatarajia nanyi pia katika siku hiyo inshallah ya Jumapili tuwepo hapa kuanzia saa 2:30 mpaka saa 7 biidhnillahi taala. Naitwa Muhammad Nasor, ni mjumbe wa Tahafe. Taasisi ambazo zimeruhusika mwaka huu kupeleka hija ni 19 ambazo zimesajiliwa na Tahafe na zimepitishwa pamoja na Betha Tanzania. Ni ya kwanza ni BAKWATA,
iTravel, Ajwa, Masjid Adil, M2 Travel, Siru, Hajj Trust, Rawda, Zamzam, Jamarat, Al-Husna, Peace Travel, Kidundo, Nurpath, Manasik, Noble Tours, Al-Hijra, Ahlu Dawa na Ahlu Bait. Hizi ni taasisi 19 ambazo zinaruhusika kupeleka mahujaji mwaka huu, na wanashauriwa mahujaji watarajiwa wasiandikishe kinyume na taasisi hizi ambazo zimepitishwa. Kuhusu muda, bila shaka swala hili linazungumzwa sasa kwa miaka inayofika 3 au zaidi, ni kwamba hija kwa mujibu wa mamlaka za Saudia inatakiwa mchakato wa hija ufanyike mapema na usajili ufanyike mapema vile vile. Mazoea ya kungoja mpaka mwezi wa Ramadhani na mfunguo mosi, sasa mazoea hayo yameshatoweka. Kwa hivyo tunasisitiza na kuwakumbusha mahujaji watarajiwa waanze kujiandikisha kuanzia hivi sasa, na mchakato tayari unaendelea. Itakapofika mwezi Rajabu, basi inatakiwa majina ya mahujaji yameshapatikana, na bila shaka mnajua kama tulivyoambiwa hapa na naibu katibu, kuna ijraati mpya, kuna taratibu mpya ambazo kila siku zinakuja. Kuna taratibu za mambo ya afya. Tumeona mwaka jana ilitokezea kuhusu swala la kupima afya, huwezi kupata visa mpaka upime afya, kisha na taratibu ziendelee kumalizia kupata visa inshallah.